wa Kakamega. Ningependa sasa, kwa sababu tunafika kilele, ningependa kukaribisha Mheshimiwa Salasia. Salasia kuja, umekuwa ukisema mambo mingi kwa Sifuna. Jaribu hapa Marinya kusema hiyo upusi. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nichukue nafasi kwanza kusema poleni sana kwa Mheshimiwa Senator. Nataka niseme ambaye anataka kuwa governor wetu. Nataka niseme poleni sana. Mimi ningekuja mapema, lakini nimekuwa kwa constituency, nikasema kwa heshima, kwa sababu umetufanyia kazi kwa miaka mingi sana. Na watu huko hata kwa wanga wetu wanapenda wewe. Sasa ingekuwa makosa na mimi ndio wanaita Wanga trustee ambaye anaongea mambo ya huko chini. Nikisema wanasikia, wanasema Peter Salasia amesema. Sasa nataka nichukue nafasi kuambia pole, wacha Mungu akupatie nguvu during this hard time. Sema la manyire tawe si langu Peter Salasia, na mimi nataka pia niungane na wengine viongozi wote. Mkiongozwa na kiongozi wa Linda Mwananchi ambaye yuko hapa. Kiongozi wa Linda Mwananchi. Si ndio? Sasa mimi nikiwa nimesimama hapa, unajua mimi ni mtu ambaye naangalianga mbele kabisa. Na mkiona nikisema kitu, mnasikiza Peter Salasia anasema nini. Sasa nataka niwaambie hivi. Mimi nilipigwa kule Nyayo Stadium kwa sababu nilikuwa one of the people ambao walikuwa nataka mambo ya broad based pale. Na sababu nyingine nilipigwa pale ni kwa sababu niliambia serikali ya Kenya Kwanza inadanganya baba wetu Raila ati wanamtaka kuwe AU chairman, na mimi niliona watu wanamdanganya ili ya kwamba aende anguke kura. Sasa hiyo vitu ndio ilifanya mimi nikapigwa kule. Na huyu ndugu yangu pia nikaangalia nikasema kwa sababu hivi venye nimeona ODM ishaingia katikati ya serikali ya Kenya Kwanza, na hakuna venye huyu Mheshimiwa Sifuna atatoa hiyo ODM katika minyororo ya Kenya Kwanza. Wako katikati. Nikamwambia atoke huko. Mheshimiwa wengine akasema Peter Salasia anadanganya. Lakini yote baadaye imekuja kutimia ya kwamba Peter Salasia alikuwa anasema ukweli. Na umefanya vizuri kuja kuongea na sisi ili ya kwamba tukupeleke venye unataka. Juzi mimi nilisema nimekupatia green light ya kwenda kutafuta mambo yako. Nilifikishwa habari na komando. Komando akasema Peter Salasia kuja ungane na hapa na pale. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa hapa Kakamega swali moja. Kama kuna mtu ambaye ameteseka, mimi nilitolewa kwa komiti zote kwa sababu ya ODM. Mimi ndio nilikuwa naweka sufuria kwa kichwa yangu. Sasa nikakuja nikapeleka kwa sababu nilisimama na msimamo. Sasa mimi nisiwezi kubali tena hii serikali tena irudi mwaka mwingine ile mwaka inakuja 2027. Sasa nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa, na nataka tuungane na nyinyi. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuongee story ya kutoa William Ruto hii ama mnataka tena tuanze kuleta mchanganyiko? Tunataka tuongee story moja, si ndio? Sasa mimi nataka Mheshimiwa Eugene Wamalwa na Mheshimiwa Sifuna, kwa sababu mimi nimetembea Kenya hii kuliko nyinyi. Sasa nataka mkae chini mjifungie kwa sufuria moja. Mjiulize mnataka kunipatia nani niwasaidie. Mimi mkiniona niko huko na watengenezea. Muulize mbole. Haya. Baluya. Unasikia hii mchezo yenye unaona kijana Salasia anasema Edwin Sifuna wakae kwa room na Eugene Wamalwa wasikizane. Kijana, sikia, kuanzia saa hii mimi ndio nilikufanya ukawa MP. Ulikuwa unapigwa kama kuku na Washiali na Malala. Sikia vizuri. There will be no meeting ya kuzungumza mambo nani atakuwa rais kati ya Eugene Wamalwa na Sifuna. Wamalwa kuja uzungumze, ukubali kwamba Eugene wewe uko nyuma ya Sifuna, wote tumuunge mkono. This is how we want to run our country. Sasa Mheshimiwa Eugene Wamalwa bado anafikiria kama atakuja au la. But because this is not a rally, it's a funeral, we move on.